pamoja na kujenga uwezo wa askari wetu, pamoja na kuwa equip na vifaa, lakini bado tunahitaji wafanya askari hawa wawe wanaishi katika sehemu nzuri. Kwa eneo la makazi ya askari ni muhimu sana katika kipindi cha sasa, kwa sababu wengi mnakaa uraiani na wakati mwingine ina compromise hata kazi zenu. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tayari tumeanza na mablocks kadhaa yanajengwa mikoani huko, yakiwemo na pale Dodoma. Tutaendelea kufanya hivyo hata na huku Zanzibar, kushirikiana na serikali zetu zote mbili kwa ajili ya kujenga mazingira mazuri ya askari polisi. Pale Mwera nimeangalia nyumba za zamani zilizokuwa za askari polisi ambazo zimekarabatiwa. Dhahiri inafurahisha na kuona kwamba askari akilala hapa akaja kwenye kituo kizuri kama hiki akiwa na facility zake, hakika huyu askari atafanya kazi kwa tija na kwa weledi, tena bila kisirani, maana mazingira ya kazi ni mazuri. Hakikisha tunalisimamia hili kwa nguvu zetu zote, na huu ndio mwelekeo wa serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan na Hussein Ali Mwinyi. Lakini tunataka askari ambao wanaenda na wakati wa sasa wa mahitaji yao, kwa sababu hawa askari hawa wana familia zao. Hawa askari hawa wana mahitaji yao. Hawa askari hawa ukiwavisha combat, ukawavisha vitendea kazi hivyo, basi iakisi hata kile wanachokipata ili waweze na wenyewe kuishi katika maisha ya changamoto za kisasa hivi. Wanataka kusomesha, wana wazazi wao wanawatunza. Tunataka angalau kile ambacho kwa mwezi anakipata kiakisi uhalisia wa maisha ya sasa. Kwa kufanya hivyo, tuhakikisha kwamba tunaendelea na mjadala tunaoendelea nao, kushirikiana na mkuu wa jeshi la polisi IGP Wambura, na mazungumzo tunaendelea nayo serikalini, angalau basi hata kale karation allowance kale kaongezeke kidogo, maana kamekuwa kasiku nyingi sana. Serikali itaendelea kuboresha mazingira yenu ya kazi kwenye vituo vyetu, nyinyi wenyewe, lakini pia kuwaongezea ujuzi na utaalamu ili kuwa na jeshi la polisi la kisasa. Nilikuwa najaribu kuangalia kwa aina ya uhalifu na kizazi hiki cha sasa, tunahitaji kuwa na jeshi la polisi la namna gani? Kwa Kiingereza wanasema tunahitaji reform ya namna gani? Moja kati ya reform za msingi, ukiondoa mambo ya kisheria na kisera, ni kuwajengea uwezo askari wetu ili waendane na hali halisi ya sasa. Mhalifu wa sasa sio yule unaongojea amkabe mtu. Wako wanaoiba mitandaoni, wako ambao wanafanya janja tu, they are very smart. Na ukimkuta huwezi kuambiwa, huwezi kukubali kwamba huyu ni mhalifu. Namna alivyo na vitu vizuri, vyote vitu vizuri anavyo, alafu huyo ni mhalifu. Lakini hata Mission Town ni siku hizi tu, hata Kibaka umkuti mchafu, huyo ni ombaomba. Mhalifu unamkuta yuko smart, lakini yuko pale bandarini anategezea watu, atumie ujanja wa maneno, awalaghai, awaibiwe. Lakini wizi wa kuaminiwa, wizi wa kimtandao. Sasa ukiangalia mabadiliko ya aina ya uhalifu, ndipo unapotakiwa kujua tunatakiwa kuwa na jeshi la polisi lililojengewa uwezo namna gani.